Mimi ni Padri Gabriel Robert Odonyo kutoka kwa Diocese ya Nairobi, na kanisa langu ni la Mtakatifu Ana na Joakim. Tuko Kirima, sehemu za Njiru, hapo ndio tuko. Sasa nataka kufundisha maombi ya Presidium au novena ya Bikira Maria Mtakatifu. Tuko katika mafundisho ya maombi ya Presidium ama novena ya Bikira Maria Mtakatifu. Haya ni maombi ambayo hufanywa Jumatano na Jumamosi. Siku ya Jumatano tunafanya rosari iliyo kawaida, na siku ya Jumamosi tunafanya tasbihi ya 3 ambayo ni tunaita katena kwa matendo ya utukufu. Watu wanaokwenda katika hayo maombi wanajitayarisha mwili yao na roho yao na kuvaa mavazi meupe, hasika kofia, na masista wanavaa vitambaa vyeupe. Jumatano husomwa rosari ya kawaida, na Jumamosi tasbihi ya ambayo ni katendo mtakatifu, matendo ya utukufu. Tunaanza hivi: uje Roho Mtakatifu, zienee nyoyo za waumini wako, peleka roho yako, vitaumbwa vipya na nchi itageuka. Alafu tunaendelea na matendo mpaka tumalize matendo ya la 5. Tunafaa omba msala ya Salamu Malikia, mama mwenye huruma, salamu. Tunaendelea hivyo. Alafu kuna masomo ambayo yanachukuliwa katika Biblia takatifu, kitabu cha Luka 1 sura mstari ya 46 hadi 55, ambapo wakati Bikira Maria Mtakatifu alienda kwa nyumba ya Elizabeth ambaye alikuwa ni jamaa yake. Wakati Bikira Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, alipoingia katika nyumba ya Elizabeth, alikuwa na mimba. Kitoto kikaanza kucheza ndani ya tumbo la Elizabeth. Ndio Elizabeth sasa akaongea kwa roho, akasema, mama wa bwana wangu amekuja katika nyumba yangu na kitoto kinacheza ndani ya tumbo langu. Bikira Maria naye akaingia akasema kwamba moyo wangu umemfurahia Bwana na roho yangu imemtukuza Mungu kutoka vizazi hata vizazi. Kwa wewe wanaomcha, ametenda makuu kwa jina lake, na rehema zake hudumu vizazi hata vizazi kwa hao wanaomuogopa. Amewakusha walio na kiburi katika viburi katika mioyo yao, ameangusha kuu katika viti vyao vya enzi, na wanyonge amewakweza. Matajiri ameondoa wakienda makono matupu, kama alivyoagana kutoka milele. Takatifu tunakimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu, sinyume katika tukiomba katika shida zetu. Baada ya maombi hayo yote tunapeleka litania Bikira Maria Mtakatifu siku ya Jumatano na siku ya Jumamosi. Siku ya Jumatano tunaweza imba nyimbo za Bikira Maria Mtakatifu pamoja na Josefu Mtakatifu, na siku ya Jumamosi tunaimba nyimbo za Bikira Maria Mtakatifu. Umuhimu wa haya maombi: tunaomba Bikira Maria Mtakatifu ni mama yetu, yeye ndio mlango wa mbinguni, msaada wa Kristo, mshauri ujema, kikao cha hekima. Yeye Bikira Maria Mtakatifu ni chombo bora cha ibada. Wewe unasoma ibada yote, unaomba maombi yote, lazima itakana upitie kwa Bikira Maria Mtakatifu, ndiposa utapata kwa haraka kutoka kwa mtoto wake Yesu Kristo. Imetupasa sisi wa Kristo tujue kwamba Bikira Maria Mtakatifu ndiye mama wa Mwokozi wetu. Kwa haya maombi, wakati tunaomba, tuweke roho zetu kabisa, na Wakristo wote lazima tuwe watu ambao tutazingatia sana maombi haya. Hizi sala zinapatikana katika vitabu vyetu vya sala vya Kikristo. Kwa hivyo tufanye bidii katika maombi haya ili tuweze kupata ufalme wa mbinguni kupitia kwa mama yetu Mtakatifu Bikira Maria Mtakatifu.